Hapa unafungua Gmail. So unafungua Gmail, kuna vitu kama hivyo. Utaingia kwenye Google, andika tu Gmail, itakuletea pale Gmail. Utaingia kwenye create Gmail kama hivi, itakufungulia hivi. Utajaza hapa mwaka wako kuzaliwa, tarehe, itakuletea jinsia hapa, utachagua kama ni jinsia ya kiume, utachagua, utabonyeza next. Ukibonyeza next, wao wanakuletea kwa mfano hapa wameletea hizi, naweza nikachagua moja kati ya hizi, nitanganya pesi ipi, nitachagua hapa hii ya kwanza. Ya kwanza hiyo, nitaweka next. Ventulia kipindi changu. Hivyo, kwa utabonyeza next. Ukibonyeza next, hapo utachagua kitengo cha password. Utachagua password ambazo ziko strong. Let me say, naweka password yangu ambayo naitaka. Nikaweka hapo. Nikaweka hapo. Nikaweka hapo. Zifanane na za juu, zisipishane. Zifanane na za juu za mwanzo ulizoweka, zisipishane. Kwa hapa amekwambia hazifanani, kwa hiyo maana yake tayari nimechanganya hapo. Kwa zifanane, juu na chini zifanane. Juu na chini zifanane. Itakuletea namba za simu ambazo uweke za confirm code, utaweka hapo. Kuna muda inaweza katokea kama hivi, sikuchanganya na nini. Huenda hii namba kuna watu walishawahi kutumiaga huko, lakini mimi sijawahi kuitumia. Ile inaonekana inaonyesha imetumika mara nyingi kufungulia account. Huenda kuna watu walishaitumiaga. Sababu hizi namba sasa hivi ukitumia, baada ya muda fulani kama hauitumii anapewa mtu mwingine, au mtumiaji amefariki anapewa mtu mwingine. Kwa hiyo vitu kama hivyo usishangae kikatokea kwako. Kwa hiyo hapo utaweka namba ambayo haijawahi kutumika kufungulia iCloud au Gmail.
utaiweka hapa, itapita, itakuwa tayari umemaliza katika kufungua Gmail. Process zake ni hizo tu. Sema usisahau kusubscribe, kulike na comment, share na watu wengine wajifunze ya maujanja, na pia comment kama umejifunza kitu kupitia hii video, ili niendelee kupostia video nyingi na nyingi zaidi. Let me say bye, see you next time.